Sasa inawezekana wewe unatamani kuweza kutumia njiti kama uzazi wa mpango, ila unajiuliza, je, uanze kutumia lini mara baada ya kuweza kujifungua mtoto wako, lakini vilevile uanze kushiriki tendo la ndoa lini mara baada ya kuwekewa njiti ambayo ni uzazi wa mpango, au tunaita kijiti ambacho kinawekwa kwenye mkono wa kushoto. Kama ulikuwa na maswali hayo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini, uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa kuna mmoja mfuataji wangu hapa aliniuliza swali akasema, "Dokta, ukiweka kijiti unachukua muda gani ndio ushiriki tendo la ndoa na mwenzako?" Lakini vile vile akaniuliza swali tena, "Mimi nanyonyesha, siingii siku zangu toka nijifungue na nimeweka kijiti jana, naweza kushiriki tendo la ndoa lini?" Sasa kama wewe umejifungua mtoto wako ambaye ni mchanga na unanyonyesha kwa namna moja au nyingine, unaweza ukatumia njiti au tunaita kipandikizi ambacho unawekewa kwenye mkono wako. Mara nyingi tunaweka mkono ambao hautumii sana kama mkono wa kushoto. Sasa hizi njiti zimegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kuna ile ambayo tunaita Nol plant, ambayo tunaita jadele kwa jina lingine, ambazo zinakuwa mbili, unawekewa njiti mbili, lakini vile vile kuna ile Implanon ambayo ni njiti moja. Hizi zote huwa zinatumika kuweza kuzuia mimba au usipate mimba kwa muda wa miaka mitatu. Sasa hizi njia ni nzuri sana haswa kwa mama ambaye anakuwa ananyonyesha, kwa sababu zenyewe zinakuwa na homoni ya aina moja ambayo inaitwa progesterone, ambayo sasa mara nyingi progesterone haina changamoto ya kuleta shida kwenye maziwa au utengenezaji wa maziwa, kwa maana kwamba ikapelekea bila maziwa yaweze kukauka au mtoto akakosa maziwa kwa ajili ya homoni hiyo ya progesterone. Ni kama ile ambayo niweza kusema juzi nilizungumzia kuhusiana na ile video kwamba unaweza kutumia P2 katika kipindi chako cha kunyonyesha, na kama ukusikiliza video hiyo basi utikisagesheni hapo juu, utasikiliza mara baada ya kusikiliza video hii. Kwa hiyo hii ni sawa na kile kitanzi ambacho kina levonorgestrel au zile P2 au P1 ambazo zenyewe huwa zinakuwa na levonorgestrel hormone ile ambayo mara nyingi ni progesterone peke yake na hazina estrogen. Kwanza kabisa nizungumzie kwa mama ambaye umekwisha kujifungua, mara nyingi huwa tunapenda uwekewe njiti wiki 3 mpaka 4 tokea uweze kujifungua, japo unaweza ukawekewa ndani ya masaa 48 toka uweze kujifungua. Sasa tunajua kwamba katika kipindi kile cha ujauzito mara nyingi mwili wako, damu yako inakuwa katika hatari kubwa sana ya kuweza kugandwa kutokana na yale mabadiliko ya kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo wakati mwingine kama utaongeza homoni nyingine kama hii, utatumia labda kipandikizi au njiti, inaweza kuleta changamoto hiyo, japo sio sana kulingana na vigezo au na maumbile yako na mwili wako ulivyo, kulingana na mtaalamu atakavyokuona. Mara nyingi watu tunashauri uweze kusubiri wiki 3. Lakini jambo lingine, kwani tunasema usubiri wiki 3 au mpaka 4 tokea uweze kujifungua? Tunajua kwamba wewe unapokuwa umejifungua, jambo la kwanza ambalo unatamani mtoto wako aweze kupata ni lishe yake ambayo ni maziwa. Sasa maziwa yanapoanza kujitengeneza, hatupendi kuongeza homoni nyingine ambayo imetengenezwa na binadamu au artificial hormone ambayo inaweza kupelekea changamoto wakati wa kutengenezwa maziwa. Japo homoni hii au dawa hii ya uzazi wa mpango ambayo ni njiti ina progesterone ambayo huwa haiathiri utengenezaji wa maziwa, lakini kwa sababu ni hatua za mwanzo wa utengenezaji wa maziwa, tunatamani basi, kwa sababu hamna uharaka wowote wa kutumia uzazi wa mpango, kwa sababu kwanza hautashiriki tendo la ndoa, utasubiri mpaka wiki 6. Kwa hiyo unaweza kusubiri mpaka ile wiki ya 3 au mpaka wiki ya 4. Jambo lingine ambalo tunalizingatia ni kupona mama, mji wa uzazi urudi katika hali ya kawaida, zile damu ambazo zinatoka ukeni uweze kupona na uwe katika hali nzuri. Maana unajua mpaka wiki 3 zinafika, basi ule ute utakuwa umebadilika kutoka mwekundu utakuja wa pinki, na mwisho wa siku utakuwa umepona kabisa, umeanza kunyonyesha. Kama ulijifungua kwa operation, kidonda kimeshapona, basi unaweza uwekewa njiti, kwa sababu hiyo ni kovu lingine, japo ni dogo, lakini watakuwekea ganzi na kuweza kutoboa kidogo aje kuingiza ile njiti. Kwa hiyo unaweza kuwekewa. Kwa hiyo tunazingatia mambo matatu. Kwanza kabisa, damu yako isiwe kwenye hatari kubwa ya kuweza kugandwa, lakini vile maziwa yatengenezwe vizuri, yawe stable kabisa, uweze kuwa unanyonyesha vizuri na maziwa yako mengi. Jambo lingine, na wewe uweze kupona vizuri. Ndio tunasubiri mpaka wiki 3 mpaka 4. Lakini kwa kusema hivyo sio sheria, kwa sababu wewe unaweza kuwekewa hata ndani ya masaa 48 toka uweze kujifungua kama una vigezo. Kwa hiyo usikalili kwamba ambao wamesema nisubiri mpaka wiki 3 mpaka 4 ndio niwekewe njiti. Hapana, unaweza kuwekewa ndani ya masaa 48 au mapema kabisa toka uweze kujifungua. Sasa basi, kwa wale ambao walikuwa labda hawanyonyeshi, ni dada tu au unataka kutumia uzazi wa mpango wa kuzuia mimba kwa muda wa miaka 3,
na umetamani kuweza kutumia njiti kama anavyozungumzia hapa, unaenda hedhi kama kawaida, haunyonyeshi au hauna kabisa mtoto, mara nyingi tunasema kwamba kama utawekewa ndani ya siku 5 tokea uanze kuona hedhi yako, yani ndani ya zile siku 5 toka uanze kuona hedhi. Wengine wanakuwa bado wako kwenye hedhi kwa sababu anaweza kawa anaenda siku 7, wengine siku 3, wengine siku 5. Kama utakuwa umeweka labda siku ya pili ya hedhi au siku ya kwanza ya hedhi au siku ya 3, basi utashiriki tendo la ndoa mara baada ya hedhi yako kuweza kuisha, na utakuwa hauna hatari yote ya kuweza kupata mimba ambayo hukupangilia. Lakini kama umeweka kipindi ambacho labda haukuwa hedhi, yani tuseme labda uko siku ya 15 au siku ya 12 au siku ya 11 katika mzunguko wako wa hedhi, ukaweka njiti au kipandikizi kwenye mwili wako, basi itatakiwa uweze kusubiri siku 7. Maana utapumzika kufanya tendo la ndoa au ngono kwa muda wa siku 7 ili kupunguza uwezekano wa kuweza kupata mimba, kwa sababu ile itaendelea kutoa homoni kila siku na itaanza kufanya kazi vizuri mpaka baada ya siku 7. Kwa hiyo kama utahitaji kuweza kushiriki ndani ya siku 2 toka uwekewe na haukuweka wakati wa hedhi, utatakiwa kuweza kutumia njia nyingine ya kuzuia kuweza kupata mimba. Kama utatumia P2 au utatumia kondom, mara nyingi tunashauri uweze kutumia kondom ambayo sio homoni tena. Kwa hiyo utatumia kondom na mwisho wa siku itakusaidia wewe kuhakikisha kwamba haupati mimba. Lakini baada ya siku 7 unaweza kuendelea kushiriki hata bila kondom. Madhara yake ndo hayo, unakuwa kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa ya ngono kama unashiriki na watu tofauti tofauti na hauko faith, yani kwa maana kwamba hauna uaminifu na wapenzi wengi. Lakini vile vile tunajua kwamba kazi yake hii progesterone yenye inazuia yai kuweza kutoka. Kama nilivyosema, mfano ukashiriki tendo la ndoa, yai limeshatoka, afu kaweka kipandikizi, basi wewe unawezekana mkubwa kuweza kupata mimba. Kwa hiyo kama utaweka kipindi ambacho hauko hedhi, basi hakikisha umetumia kondom kwa muda wa siku 7 ili kuepuka kuweza kupata mimba ambayo hukuitegemea. Lakini kama utakuwa umeweka labda siku ya kwanza ya hedhi, siku ya pili, basi ukimaliza tu hedhi unaweza kushiriki tendo la ndoa, huhitaji kutumia uzazi wa mpango. Sasa kwa hiyo mwenzetu, kwa sababu yeye haingii hedhi na inategemeana kama nilivyosema, ndani ya wiki 6 mama hauruhusiwi kuweza kushiriki tendo la ndoa ili via vya uzazi viweze kupona, na mara nyingi unakuta kina mama hawaingii hedhi. Kwa hiyo sijajua kipindi chake ni kipi, lakini kama ni kile kipindi ambacho wewe uko ndani ya wiki 6, manake hauruhusiwi kushiriki tendo la ndoa. Kama utaweka wiki ya 3 au wiki ya 4 toka uweze kujifungua, basi haina shida, utasubiri mpaka wiki 6 ambao ni wiki 2 mbele au wiki 3 mbele ndio uweze kushiriki tendo la ndoa, kitu ambacho dawa hii itakuwa imeshaanza kufanya kazi hata kama ulikuwa huoni hedhi. Lakini kama ulikuwa unanyonyesha, umeanza kuona hedhi, ukawekwa kipindi cha hedhi, basi ukimaliza hedhi unaweza kuendelea kushiriki tendo la ndoa na hauna uwezekano wa kuweza kupata mimba. Lakini kama ulikuwa huoni hedhi na ukawekewa njiti, mimi nashauri kwamba usubiri siku 7 ndipo uanze kushiriki tendo la ndoa, au kama utashiriki ndani ya muda mfupi au siku 2 tokea uweke, tumia uzazi wa mpango kama kondom, kwa sababu kutumia njiti na uoni hedhi, inawezekana yai likawa limetoka ila hedhi haijatoka. Kwa mwisho wa siku unawezekana mkubwa unaweza kupata mimba ambayo hukutarajia. Ili uweze kuepuka, unaweza kutumia kondom kwa muda wa siku 7, ndipo utaendelea sasa kuweza kushiriki tendo la ndoa kama kawaida. Kuhusiana na madhara kwenda kwa mtoto, ni kweli kwamba dawa hii inaweza kavuka kwenda kwenye maziwa na mtoto akainyonya, lakini haina madhara, na ni kiwango kidogo sana ambacho kinaenda kwenye maziwa ambayo mtoto anaweza kanyonya, na haina athari yoyote kwa mtoto. Kwa hiyo tunazingatia afya ya mtoto, ndio maana tunatamani uweze kutumia kuanzia wiki 3 au 4 au inawezekana 5, 6 au baada ya miezi 2, 3 tokea uweze kujifungua. Lakini vile vile inawezekana una swali sasa kuhusiana na kwamba je, nikitoa uzazi wa mpango huwa aina ya njiti, mimba napata lini? Sasa kwa hii tafiti zinaonyesha kwamba ukishatoa tu ndani ya wiki chache au ndani ya mwezi mmoja unaweza kuanza, unawezekana mkubwa kuweza kupata mimba, kwa maana kwamba kuanzia wiki 1 mpaka 3 uwezekano wa yai kuweza kutoka unakuwa uko. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kupata mimba ndani ya mwezi mmoja toka uweze kutumia njiti. Ni tofauti na ukitumia labda sindano, inaweza kachelewesha. Lakini vile vile ukitumia aina hii ya uzazi wa mpango, inaweza kawa na maudhi madogo madogo kama kubadilisha mzunguko wa hedhi. Wakati mwingine unaweza usione kabisa zile siku zako. Ni maudhi madogo madogo kutokana na matumizi ya njiti. Na ukiwekewa wakati mwingine unaweza kuwa na maumivu hapa na pale kwa muda wa siku chache, na ukasubiri siku 2, 3 ukaanza kufanya kazi zako kama kawaida. Na mara nyingi tunaweka mkono ambao
haufanyii sana kazi, naita non dominant limb, ambao ni mkono wa kushoto. Mara nyingi unajua wengi wanatumia kulia, vitu vingi wanatumia upande wa kulia, bila kuandika, kufanyia kazi, kupakata mtoto, japo unatumia mikono yote, lakini kuna mkono ambao unakuwa ni dominant. Kwa hiyo mwisho wa siku mama unaweza kutumia, na unapokuwa umeisha muda wake bila miaka 3 au umeamua kutoa ndani ya miaka 2, basi muda mfupi unaweza ukawa unawezekana mkubwa kuweza kupata mimba. Kwa hiyo kikubwa cha kuzingatia ni kuweza kuepuka mimba ambazo hazijatarajiwa. Yaani si kwa sababu wewe hauoni hedhi kwamba ukajihesabia kwamba mimi sina uwezekano wa kuweza kupata mimba. Kuna akina mama wengi sana ambao wamejifungua kwa upasuaji, wamejifungua kawaida, wananyonyesha vizuri, na nilisema kuna ile njia ya asili ya kuzuia mimba kama unanyonyesha vizuri, ambayo tunaita lactation amenorrhea, ambayo hupati kabisa hedhi. Lakini wakati mwingine mtoto akishakuwa amevuka miezi 6, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupata mimba. Sasa kama una swali kuhusiana na zile njia za asili, unaweza click suggestion hapo juu, lakini utasikiza mara baada ya kumaliza kusikiza video hii. Sasa ninachoshauri zaidi ni kwamba tumia uzazi wa mpango kwa maelekezo ya wataalamu, lakini vile vile mshirikishe mwenza wako ambaye ni mume wako, mwende wote hospitali, mshauriwe, kila mmoja na vigezo vyake, lakini vile vile kutokana na kitu unachokipendelea. Kuna njiti, kuna vidonge, kuna sindano, lakini vile vile kuna vitanzi. Unaweza ukachagua njia ambayo wewe unahitaji kuweza kutumia. Kuna vidonge, kuna wengine hawawezi kutumia njia hizo. Lakini kama una maswali kuhusiana na uzazi wa mpango wa dharura ambao unaweza kutumia mara baada ya kuweza kushiriki tendo la ndoa katika kipindi chako ambacho unaonyonyesha, au inawezekana katika maisha yako tu haunyonyeshi, unajiuliza njia ipi ya uzazi wa mpango wa dharura ambao unaweza kutumia mpaka siku 5 tokea ushiriki tendo la ndoa, unaweza click suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na uzazi wa mpango wa dharura. Ukiwa na swali niulize hapo chini, mimi niko tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.